Washiriki wa mafunzo katika Chuo cha Taifa cha Ulinzi NDC wafanya ziara za mafunzo katika mikoa ya stadi mbalimbali za kimaendeleo zinazotekelezwa katika mikoa tofauti nchini. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi alizindua viwanja vya michezo vya Gombani Pemba baada ya serikali kuvifanyia ukarabati mkubwa. Na habari ya asubuhi mtazamaji wa Channel 10 popote pale ulipo, ujambo na karibu katika kipindi chetu cha asubuhi njema. Mimi ni Emmanuel Mwakapotela. Wananchi zaidi ya 17,000, wengi wao wakiwa ni akina mama wajawazito katika kata ya Makungu, halmashauri ya wilaya ya Mufindi, wanatarajia kuondokana na changamoto ya kusafiri umbali wa hadi kilomita 30 kufuata huduma za afya ya uzazi ikiwemo upasuaji wa dharura baada ya kukamilika kwa ujenzi wa kituo cha afya Makungu kinachojengwa na serikali kwa gharama ya shilingi milioni 500. Wananchi hao wamesema wameupokea ujenzi wa kituo hicho kama nyota ya bahati, kwani unakwenda kumaliza adha ya kutembea umbali wa hadi kilomita 30 kufuata huduma za upasuaji wa dharura, ambapo wamesema gharama za kufika kwenye maeneo zinapopatikana huduma hizo bora za afya zimekuwa kubwa, zikizidi zaidi ya shilingi 200,000 kwa nauli ya mtu mmoja, hali inayofanya kuongeza mzigo mzito kwa familia zilizo nyingi. Kituo hiki kukamilika tutanufaika mambo mengi sana, kwa sababu mwanzo tulikuwa tuna shida. Kwa mfano barabara zetu hizi ni mbovu, tunakuwa tunaenda tunapata shida, muda mwingine wajawazito wanapata tabu ya operation hamna, unakuta usafiri labda 200,000 usiku umetokea hivyo mnaambiwa 200,000, au kama vipi una hela utafute gari la abiria au mjamzito upande gari la abiria uende, na hiyo ni changamoto kubwa sana. Unakuta mtu anajifungulia katika gari la abiria, sio vizuri kabisa. Naye mganga mkuu wa kituo cha afya Makungu, Daktari Fredi Jakolacha, amesema kukamilika kwa ujenzi wa kituo hicho kuna faida lukuki kwa wananchi wa kata ya Makungu na maeneo ya jirani. Kukamilika kwa mradi huu kutasaidia wananchi 17,374 wa kata ya Makungu ambao awali walikuwa wanafuata huduma za upasuaji wa dharura kwa mama wajawazito pamoja na huduma za kuhifadhi miili ya marehemu kilomita 30 kutoka hapa, ambapo kuna kituo cha Kasanga pamoja na hospitali ya wilaya ya Mufindi. Mkuu wa mkoa wa Iringa Kheri James akatoa angalizo kuhusu muda wa utekelezwaji wa mradi huo. Dhamira yetu sisi wote chini ya usimamizi wa Mheshimiwa Rais ni kuona miradi hii inatekelezwa, inakamilika na inakwenda kuwahudumia wananchi. Ituume kuona kwamba fedha zimekuja kwa wakati lakini mradi haujakamilika kwa wakati. Ujenzi wa mradi huo wa kituo cha afya Makungu unatarajiwa kukamilika Februari 2026. Clement Sanga, Channel 10, Iringa. Maafisa wa Chuo cha Taifa cha Ulinzi Tanzania NDC wakiwemo wakufunzi wametembelea kiwanda cha kuzalisha mashine zinazotengeneza mkaa mbadala cha Kuja na Kushoka Tools Manufacture Limited kilichopo mkoani Tabora, ikiwa ni sehemu ya kujifunza utekelezaji wa sera mbalimbali katika dhana nzima ya maendeleo. Maafisa hao pamoja na washiriki wa kozi kutoka mataifa mbalimbali wakiongozwa na kaimu mkuu wa chuo hicho Brigedia Jenerali Charles Ndiege wameanza ziara ya siku 6 mkoani Tabora kwa lengo la kujionea namna ambavyo mkoa huo uliopo kanda ya magharibi unatekeleza sera mbalimbali zinazogusa maendeleo. Baada ya kupata mafunzo na nadharia darasani, tunakuja uwandani ili waone ni namna gani sera mbalimbali za taifa na serikali zinavyotekelezwa kwenye ngazi za mikoa, kwa sababu hizi sera za usalama, za mazingira, za afya, za elimu na kijamii na kisiasa zinatekelezwa kwenye ngazi ya mkoa na wilaya. Katika ziara hiyo, mkurugenzi wa kiwanda hicho Leonard Kushoka alieleza faida za teknolojia hiyo ya kisasa ya kutengeneza mkaa mbadala hasa katika utunzaji wa mazingira. Tengeneza mashine za mkaa mbadala, tunavifundisha vikosi vya JKT pamoja na magereza, lakini pia tunaifundisha jamii jinsi ya kuzalisha mkaa kutokana na mashine zetu tunazoziuza. Baadhi ya washiriki wamesema elimu hiyo walioipata inakwenda kuwa chachu na kuleta mabadiliko hasa katika kukabiliana na athari zinazotokana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Tumeona jinsi Kuja na Kushoka Manufacturing
wanaweza kutengeneza makaa kutoka kwa sawdust ambaye sasa inatumia yale mabaki ya mti. So hii inachangia kwenye environmental conservation. So hii ni muhimu sana. Tutakapokwenda katika maeneo yetu ya kazi, tutaenda kushauri sio tu serikali lakini na wananchi ambao tutakuwa tunakutana nao katika kutumia njia mbadala kama hizi za kutunza mazingira. Mimi ni Witness Ngalawa na hii ni Channel 10. Washiriki 17 kati ya washiriki 72 wa kozi ndefu kutoka mataifa 17 ikiwemo Tanzania wa Chuo cha Taifa cha Ulinzi Tanzania DC wamefanya ziara ya mafunzo kwa vitendo mkoani Njombe kwa lengo la kufanya ulinganifu wa mafunzo ya darasani na utekelezaji wa sera na mipango mbalimbali ya serikali. Katika ziara hiyo hapa mkoani Njombe, washiriki wa kozi ya 14 ya chuo cha NDC wameanza mafunzo hayo ya kujifunza kwa vitendo kwa kutembelea kikundi cha ushirika wa maziwa ya ng'ombe katika kijiji cha Ikelu Mkoti, halmashauri ya mji wa Makambako, pamoja na wakala wa hifadhi ya chakula NFRA kanda ya Makambako, kikiwemo kiwanda cha kuongeza thamani matunda ya parachichi cha Avu Africa, ambapo mkufunzi mwandamizi elekezi chuo cha NDC Brigedia Jenerali Patrick Songea ameeleza lengo la ziara hiyo. Tunaangalia hasa sera za nchi ni kwa namna gani zinamsaidia mtu wa kawaida kuendelea. Kwa hivyo tunapokwenda kwa mfano kwenye chama cha ushirika, tumeona wafugaji wadogo sasa ni namna gani wanaweza kaa pamoja na wanaweza kuhudumia pamoja. Tumekwenda NFRA, tumeona wafanya kazi. Tumefika hapa pia Abu Afrika tumeona. Hawa kwa sababu ni wapanga sera na interrogate sera, kwa maana watakapokuwa katika maofisi yao sasa, watakapokuwa wanapanga sera mbalimbali, watakuwa wameshaona namna gani mwananchi wa kawaida anaathirika, namna gani mtu mwenye kiwanda anaathirika. Mnyororo wa kuzalisha bidhaa kutoka parachichi mpaka kutoka kwa mafuta. Hii inawasaidia wakulima wa ukanda huu wa mkoa wa Njombe kuzalisha mazao yao na uhakika kwa soko. Kwa upande wake, kaimu meneja wa NFRA kanda ya Makambako Mere Mushi amewaeleza washiriki hao wa mafunzo walipotembelea NFRA juu ya jitihada za wakala katika kuhifadhi chakula kwa lengo la kuwa na akiba ya kutosha. Jukumu letu kubwa ni kununua nafaka, kuhifadhi, lakini pia kutoa nafaka wakati ambapo kunakuwa na uhitaji kama vile majanga mbalimbali ya njaa hapa nchini. Nao washiriki waliokagua miradi mbalimbali walioiona wamesema walichojifunza, ambao kwa hilo linasaidia wanaweza kaongeza kipato na kuweza kushirikiana na halmashauri na taasisi nyingine za serikali kuwawezesha, na hilo linasaidia utulivu kwa wananchi. Kutoka katika ziara hii, naitwa Michael Patrick, Channel 10. Wanawake wa Kiislamu zaidi ya 150 wamepatiwa mafunzo ya siku 3 ya ujasiriamali kwa ajili ya kujiongezea kipato kupitia biashara ndogo ndogo. Akizungumza na kina mama hao wakati wa ufungaji wa mafunzo hayo jijini Dar es Salaam, mkurugenzi wa taasisi ya Al-Hikma Foundation Sheikh Nuruddin Kishki amewataka wanawake hao kufanya biashara zao kwa ufanisi, huku akitoa wito kwa watu wenye uwezo kuwasaidia mitaji ikiwa ni sehemu ya utoaji wa zaka. Kina mama wana shida nyingi sana na hawajawahi kumpata shekhe au kiongozi aliyewashika mkono, kwanza akawafunda, pili akawatafutia watu wa kheri. Kwa kweli muombeeni shekhe sana, Allah ampe siha na afya njema, amuepushe na maradhi yote madogo kwa makubwa, na ampe umri mrefu wenye kheri na baraka, ili jamii ya Kiislamu tuweze kufaidika naye. Tuwajengee uwezo wa kuwafundisha ujasiriamali ili waweze kutafuta wenyewe, kwa sababu ni vigumu kumsaidia mtu kila siku. Kitaka kumsaidia mtu, mwezeshe mtu azalishe. Nao baadhi ya wanufaika wa mafunzo hayo wameelezea kufurahishwa na hatua hiyo ya kupatiwa elimu ya biashara, wakisema yatawasaidia katika kukuza na kuendeleza biashara zao. Kwanza nimejitambua kwamba nilikuwa naona kama biashara yangu haitoki, labda jirani ndo ananiloga kukandamiza biashara yangu. Kumbe nilikuwa mchawi mimi mwenyewe, sitambui. Kwa hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, nimejua kutambua thamani ya ile hela yangu ndogo. Nisiwe nakula tu kuiga wenzangu wanapika maini na mimi nawafuata. Mimi nilikuwa sijajua sheria za jikoni, nilikuwa napika pika tu, yani kama nakoroga koroga. Lakini kumbe jikoni kuna sheria zake.
lazima uwe na utaratibu. Kabla hujaanza kupika kuna taratibu zake. Nimejitambua kumbe kila kitu kinaenda na budget. Yaani kwenye somo la budget mimi nilikuwa najua budget ukipiga mahesabu ukinunua unapovitaka, labda umeachiwa hela ununue mboga, kumbe kuna swala zima la kujiwekea akiba. Hamisi Mkotia, Channel 10, Dar es Salaam. Mwenyekiti wa Jumuiya ya Wanawake wa Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Kigoma UWT Agrippina Buyogela ametoa wito kwa viongozi wa jumuiya hiyo mkoani humo kuhakikisha wanajenga tabia ya kuvumiliana pamoja na kudumisha umoja na upendo ili kuendelea kukijenga chama kwa maslahi mapana ya taifa. Ametoa kauli hiyo wakati wa hafla ya kuaga watumishi wa chama hicho ambao wamestaafu kwenye nafasi ya ukatibu wa jumuiya hiyo mkoa, ambapo Agrippina amesema utendaji kazi wao umekuwa na matokeo chanya kwa wanawake kushika nafasi mbalimbali za uongozi ndani ya mkoa wa Kigoma. Mara ya kwanza mkoa wa Kigoma tumepata viongozi wa mitaa na vitongoji wengi wanawake, ilikuwa haijawahi kutokea nikiwa na makatibu wangu hao. Kutokana na mafanikio hayo, Agrippina anatoa wito kwa viongozi waliobaki kuhakikisha wanakuwa wavumilivu na wanafikia malengo ya chama. Lazima tuvumiliane, lakini tupendane, tusiwekeane visasi kwamba leo umenikosea basi mimi huyu simtaki kabisa, au bora hata kiondoke. Hata kiondoka naenda kule anakuja mtu mwingine. Watu ni wale wale. Katibu mwenezi wa chama hicho mkoa wa Kigoma Deogratias Nsokolo anakiri kuwa wanawake wana uwezo mkubwa wa kuleta mabadiliko chanya kwa mkoa na taifa. Hivyo chama kitaendelea kuwapatia fursa katika kuwakwamua kiuchumi. Wajibu wetu sisi viongozi ambao tunabaki kuendelea na utumishi wa chama katika mkoa wa Kigoma ni kuenzi yale yote ambayo wenzetu wametuonyesha katika utumishi wao. Kwa hiyo na sisi tutafanya kazi kwa uadilifu, tutahakikisha kwamba tunamuinua mwanamke katika nyanja zote za kiuchumi. Sara Kairanya pamoja na Asha Kitandala ambao wamestaafu na kuagwa na wanachama wa jumuiya hiyo wanasema wamefurahishwa na hatua ya kuagwa kwa heshima, lakini pia wakatoa wito kwa viongozi kutosita kuwashirikisha katika maendeleo ya chama. Mbele kwanza tukubwa mwe na upendo, mwe na amani, mwe na hekima, mwe na busara. Kila kuchapo mwambie Mungu naomba hekima, naomba busara. Mimi ni mtoto wenu, mimi ni dada yenu, mimi ni mama yenu. Niko hapa Kigoma. Wakati wowote, saa yoyote, niko tayari kutumika. Mwajabu Hoza, Channel 10, Kigoma. Shirika la Uwakala wa Meli Tanzania TASAC kwa kushirikiana na Mamlaka ya Usafiri Baharini Zanzibar vimewakutanisha wataalamu wa ukaguzi wa meli na kuwapatia mafunzo maalum ya ukaguzi wa meli ili kuendana na matakwa ya kimataifa katika ukaguzi wa usalama wa meli duniani. Akizungumza mara baada ya kufungua mafunzo hayo kwa niaba mkurugenzi mkuu wa Mamlaka ya Usafiri Baharini Zanzibar, mkurugenzi idara ya usajili wa meli na mabaharia Yasin Muombwa Thabiti amesema mafunzo hayo ni moja mikakati ya serikali ya kuimarisha huduma za usafiri na usalama wa vyombo vya baharini. Tumepata fursa ya kushirikiana na wenzetu wa TASAC, yani TASAC kupika na ZMA kupata mafunzo haya kwa pamoja kutoka wenzio wa shirika hili la TASAC au chuo IMSEA. Kaimu meneja mafunzo na utoaji wa vyeti kwa mabaharia toka shirika la wakala wa meli Tanzania Lameki Njarifu Sondo anasema wataalamu 25 kutoka bara na Zanzibar ndio wanapatiwa mafunzo hayo kwa awamu ya kwanza. Kutokana na kuona hiyo nchi Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikaona ni muhimu kuwawezesha wakaguzi wanaofanya ukaguzi katika meli ili waweze kupata elimu na teknolojia kutokana na hayo mabadiliko na kukizi vigezo ambavyo vya kimataifa. Nao washiriki wa mafunzo wakaelezea umuhimu wa mafunzo hayo kwao. Taasisi zote hizi zinashughulika na ukaguzi wa meli za nje, yani kwa maana ya meli zinazotoka nje ya nchi, tunaita port state control, lakini pia na meli za ndani ambazo tunaita flag state control. Tunashukuru kwa facilitator wetu ambao ni IMSEA, kwa kirefu ni International Maritime Safety, Security and Environmental Academy ambao wapo hapa. Mafunzo hayo kwa wakaguzi wa meli yameendeshwa na wataalamu kutoka nchini Italia wanaotambuliwa na shirika la kimataifa la bahari. Juma Kasim, Channel 10, Zanzibar. Bodi ya Taifa ya Wahasibu na Wakaguzi wa Mahesabu NBAA imezindua mfumo wa kidigitali utakaowezesha wataalamu wote wa NBAA kusomana na kuwasiliana kidigitali wakiwemo waajiri, wanachama wa uhasibu na wanafunzi.
Mwenyekiti wa bodi ya NBAA Profesa Silvia Temu ameyasema hayo wakati wa uzinduzi wa siku ya kuendeleza wahasibu hasa vijana NBA Career uliokwenda pamoja na uzinduzi wa mfumo wa kidijitali wa wadau wa NBAA kuwasiliana. Mfumo ambao unawakutanisha sasa waajiri, wanachama wetu wa uhasibu, wanafunzi, wanazuoni katika huo mfumo ili kuweza kushirikishana mambo mbalimbali. Baadhi ya wanafunzi wa vyuo mbalimbali vya uhasibu wameipongeza NBAA kwa kuanzisha namba maalumu ya mwanataaluma itakayowasaidia katika mawasiliano ya kitaaluma. Imetusaidia kukutana na wafanisi waliobobea zaidi, kutuelimisha na kutujuza juu ya career yetu hii ya accounting. Inasaidia kukutana na watu kama hivi, alafu tunapata kitu kipya. Kwa mfano leo tumekutana na Accountants Hub ambayo ni hapo ambayo inakutanisha wahasibu wote mule. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam, mimi ni Faraja Kihongole wa Channel 10. Na sasa tutazame habari za michezo. Tunaambiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi amevizindua viwanja vya Gombani vilivyofanywa ukarabati mkubwa na kueleza kufarijika na hatua iliyofikiwa na serikali kwa ujenzi wa viwanja vipya na vya kisasa nchi nzima. Hebu tumsikilize Mheshimiwa Rais Mwinyi na kutazama uzinduzi huo ambao pia ulikuwa sehemu ya maadhimisho ya miaka 62 ya mapinduzi ya Zanzibar. Napenda nichukue fursa hii kutoa shukrani zangu za dhati kwenu wananchi wa Pemba kwa kujitokeza kwa wingi kwenye ufunguzi rasmi wa uwanja wa Gombani mpya na vile vile kuja kushuhudia mchezo wa fainali wa Mapinduzi Cup. Nimefurahi mno kwamba leo tunafanya kazi mbili, tukiwa tunaadhimisha miaka 62 ya mapinduzi matukufu. Tumekuja kufungua rasmi uwanja wetu huu ambao kwa kweli umependeza, ni mzuri mno wa kimataifa kabisa. Lakini vile vile tumekuja kushuhudia fainali ya Kombe la Mapinduzi Cup. Nataka nipongeze sana juhudi za serikali tulipofikia hapa katika viwanja vya kimataifa katika nchi yetu, iwe vya wilaya, iwe vya mikoa, iwe hivi vikubwa vya Amani na hapa Gombani. Aidha, nichukue fursa hii niwapongeze na niwashukuru kwa dhati kamati ya maandalizi ya shughuli yetu hii ya leo, maana hapa tuna maandalizi ya uzinduzi wa uwanja, lakini tuna maandalizi ya Kombe la Mapinduzi. Yote yamefanyika vyema na wapa hongera sana. Na mtazamaji wa Channel 10, hivi ndivyo ambavyo tunahitimisha katika upande wa habari za biashara, habari za michezo katika asubuhi njema kwa siku ya leo.